Yohana mlango wa 6 kuanzia mstari wa 66. Hapo ndipo mahali ambapo tutasoma jioni ya leo katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. John chapter 6 from verse 66. In the name of the Lord Jesus Christ. Tasoma. Kwa ajili ya hayo wengi miongoni mwa wanafunzi wake wakarejea nyuma wasiandamane naye tena. Basi Yesu akawaambia wale thenashara, je, ninyi nanyi mwataka kuondoka? Basi Simioni Petero akamjibu, Bwana, twende wapi? Kwa nani? Twende kwa nani? Wewe unayo maneno ya uzima wa milele. Up to verse 71. Akasema, basi Simioni Petero akamjibu, Bwana, twende kwa nani? Wewe unayo maneno ya uzima wa milele, nasi tumesadiki tena tumejua ya kuwa wewe ndiye mtakatifu wa Mungu. Amen. Yesu akamjibu, je, mimi sikuwachagua ninyi thenashara, na mmoja wenyu ni Shetani? Alimnenea Yuda mwana wa Simioni Iskarioti, maana huyo ndiye atakaye msaliti, naye ni mmojawapo wa wale thenashara. Amen. Amina. Tutaongea kuhusu haya maandiko jioni ya leo, na kabla tuyazungumzie, tuamini tuombe katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa wa dhamani, Bwana wetu Yesu Kristo, uliyetukuka na uliyeinuliwa Bwana, na ukapokea jina lililo juu ya majina mengine yote Baba, hata jioni ya leo tunakuinua mfalme wa ajabu Baba, tukikushukuru kwa hii fursa ambayo umetupatia Bwana ya kurejea mahali hapa tena, mpendwa dhamani, tukitimiza na kutii neno lako mfalme wa ajabu, ya kuenenda ulimwenguni kote tukahubiri injili mfalme wa mbinguni, kwa utukufu wa jina lako Mungu ishie milele. Bwana, tunaomba wewe ambaye ulinena haya maneno mpendwa mbinguni, uje Bwana ukatuvuvie na ukatupake mpendwa dhamani Bwana, na ukatusongesha katika njia ya kipekee kunena neno ambalo litasaidia watu wako jioni ya leo na katika maisha haya Bwana, kwa utukufu wa jina lako Mungu ishie milele. Bwana, tunaomba Baba ukafungue fahamu za watu wako. Tunaomba Bwana ukafungue macho yao ya kiroho Baba, vile ulitenda kwa Kleofa na rafiki yake, na ukatenda kwa mitume wote wakiwa 11 Bwana, tunaomba pia Bwana ukatende jioni ya leo, maana ni wewe yule jana, leo, kesho na hata milele. Tunakuja Baba dhidi ya kila nguvu na mamlaka za kupinga neno lako Mungu ishie milele Bwana, hata kutoliamini mpendwa dhamani. Tunaomba Roho yako Mtakatifu akachukua utangulizi kwa utukufu wa jina lako Mungu ishie milele Bwana. Uhimidiwe na uinuliwe, maana hakuna mwingine aliye kama wewe Baba. Yote atakao neno mahali hapa Baba, yawe ni kwa utukufu wa jina lako, katika jina la Yesu Kristo tunaomba hizi baraka na kuamini. Amen. Bwana wabariki sana. So wale ambao tumekuwa pamoja na wao katika yale masiku tumekuwa mahali hapa, najua kuna wengi wamesikia mambo ambayo hawajawahi yasikia, lakini tunayatoa katika hiyo Biblia ambayo uko nayo kwako nyumbani. Tunakuhubiria hiyo neno. We are not changing anything. Kama vile tumekuwa tukiimba hapa, imani ile hiyo imani sitaibadilisha. Mafundisho yale
hayo mafundisho sitayabadilisha, ya kwamba mienendo ile ile, Mungu yule yule, Yesu yule yule, everything we must keep it as it is. The same God is still leading even today in the name of the Lord Jesus Christ. Bwana asifiwe sana. Na tuliongea kuhusu kanisa la kweli la Mungu na tukaweza kulifuatilia njia yote, na tukakuja leo, jana na juzi, tukaongea kuhusu kung'ang'ania ile imani ambayo ilikabidhiwa watakatifu mara moja. Bwana asifiwe sana. Lakini jioni ya leo ningependa tu katika njia ya kukuhimiza na katika njia ya kufungua tu fahamu zetu kidogo, tupate kuelewa kile ambacho tunazungumza, tuweze kuzungumza kuhusu maneno ambayo mmoja wa mitume alianena mahali ambapo tumesoma. Bwana asifiwe sana. Na unajua hiyo ndiyo mwelekeo wa kila mwana na mtoto wa Mungu peke yake. Sababu gani? Yesu alisema, kondoo wangu huisikia sauti yangu, lakini ya mgeni hawawezi wakaisikia. Blessed be the name of the Lord. Na Yesu Kristo, sauti yake lazima iwe ni sauti ya neno. Jesus will never speak outside his word. Amen. Yesu ataongea nje ya neno lake. Na ndio maana mahali ambao tumezungumza, alikuwa amezungumza maneno makali. Na unajua katika huduma ya Yesu Kristo, kwanza alipolisha watu mikate na samaki, walifurahishwa sana na huo muujiza na wakamfuata sana, hadi siku moja akawaambia, hamujanifuata sababu ya neno la Mungu, mumenifuata kwa sababu mlikula mikate. Kweli. Na akasema, mimi ndio mkate ulioshuka kutoka kwa Baba. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. I am the bread that came out of heaven. Na akawaambia, hata baba zenu walikula mana wakiwa wapi? Jangwani. Lakini wote walikufia jangwani. Lakini leo hii mimi ndio mkate. Na nyinyi nyote hamjanifuata sababu ya neno la Mungu, mmenifuata kwa sababu ya tumbo zenu. Kile ambacho mlifanyiwa, mnataka pia mfanyiwe hivyo, na hiyo ni kawaida ya mwanadamu. Bwana asifiwe sana. Na kupitia hayo wengi wakajitenga na Yesu Kristo, lakini kukabakia wale ambao walionekana kana kwamba wamejikaza sana, kana kwamba kweli wao wanapenda Mungu sana. Na ndio maana tukafikia mahali ambapo tunasoma. Ukirudi hapo nyuma, alikuwa amewaambia namna gani? Msipokula nyama yangu na kunywa damu yangu, hamuna sehemu na mimi. Wengine wakasema, hola la 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 la, huyu jamaa sasa amekuwa mtu mula watu. Sababu gani? Walikosa ufahamu wa kile Yesu alisema. Na shida ya leo ni kwamba watu wamekosa fahamu kwa neno la Mungu. Na ndio maana Hosea akasema, watu wangu wanapotea kwa kukosa nini? Maarifa. My people perish because of lack of knowledge. Bwana asifiwe sana. Amina. Na unajua hiyo siku wafuasi wake 70 wakajitenga, wakaondoka, wakabaki 10 na wangapi? 12. Walipobaki 12, akawauliza, na nyinyi sasa, nyinyi mumebaki, mungependa kuondoka? Do you want also to go? You are free to do what? To go. Sikiza mpendwa, we are talking about the kingdom of God. Jana nilikuambia maandiko imesema, Yuda alisema namna gani? Wapenzi, nilipotamani kuandikia habari za wokovu, niliona ni vyema niwaonye muing'ang'anie
ung'ang'anie. You see, ni kufanya nini? Kung'ang'ania. Na unajua jambo ambalo unang'ang'ania ni mahali unatumia nguvu, uweza wote hadi upate. Bwana asifiwe sana. Muing'ang'anie imani ambayo ilikabidhiwa takatifu mara moja. Hiyo tulisoma jana. Na Yesu Kristo alikuwa amewaambia sheria na torati ilikuwa ni wakati wa nani? Yohana Mbatizaji. Lakini tokea wakati huo watakao uteka ufalme wa Mungu watauteka kwa nguvu. Wewe unafikiri ufalme wa Mungu unapembeleziana? Ndio maana hapa hakuna pembeleza, ni bebe. Mbinguni ni ujipeleke wewe mwenyewe. Maana njia njia kwenda mbinguni iko wazi. Mungu hatakuja akubebe akupeleke, ni wewe kwa miguu yako. Bwana asifiwe sana. Ujipeleke moja kwa moja hadi mbinguni, ama kwa miguu yako ujipeleke kuzimu. Sababu hakuna mtu ambaye Mungu atapeleka kuzimu. Hakuna. Everybody will take himself with his feet. Utajipeleka hivi na miguu mbili. Si Yesu alisimama akasema, njia ni pana iendao wapi? Kuzimu. Na wengi wanafanya nini? Wanapitia hiyo njia. Akasema njia ni nyembamba ambayo iendao katika uzima wa milele, na ni wachache sana wanaopitia katika hiyo njia. Blessed be the name of the Lord. Alipoongea hayo maneno, ndio mmoja akainuka pale miongoni mwao, anaitwa Simon Petero. Akamwambia, Bwana, tuende kwa nani mwingine? Na wewe peke yako ndiwe uliye na maneno ya uzima. You alone. You are the only one who has got the words of life. Unajua inamaanisha Petero alikuwa ameona kitu tofauti ndani ya Yesu Kristo, kitu ambacho hakuwa ameona kwa wahubiri wengine kwa zile enzi, na hakika kimeonekana ndani ya makanisa ambao walikuwa wanaenda. Bwana asifiwe sana. There was something special that Peter saw in Jesus Christ. Na ndio maana haijalishi namna gani, tuende kwa nani mwingine. Where should tutende wapi sasa? Unatuambia tuende wapi? Na wewe peke yako ndio tumechunguza, tukathibitisha na tukaona kwamba ni wewe tu uliye na maneno ya nini? Ya uzima. Hakuna mwingine. Bwana asifiwe sana. Na leo nataka nikuzungumzie kuhusu where could we go? Tutaenda wapi pengine? Bwana asifiwe sana. Tutaenda wapi pengine? Na nikupatia sababu kadhaa kwa nini lazima uende kwa Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Why should you go to Jesus? Sikiza wewe. I'm not talking in a church level, because watu wengi wanani mistake hapa. Mimi nahubiri neno, watu wanasema napiga kanisa. Never. Si hata langu ni kanisa. Bwana asifiwe sana. Hakuna kanisa napiga. Mimi nasema kile kimeandikwa. Sababu ya kwanza ya kwenda kwa Yesu Kristo ni sababu ni yeye njia. There is no other way. Brother, sister. Hallelujah. Amina. There is no other way. Jesus is the way. Amen. Blessed be the name of the Lord. Amen. I know many churches and the preachers, they have said they are the way. But Jesus said, I am the way. Hallelujah. Amen. And the reason why you should go to Jesus, it is because Jesus is the way. Amina. Hakuna njia nyingine
Njia ni Yesu Kristo. Na ndio maana siku moja akasema, hakuna mtu aendaye kwa Baba yangu isipokuwa kwa njia yangu mimi. You must go by Jesus Christ, because first he is the way. Na najua kuna tunjia twingi tuko siku hizi. Haleluya. Na wakati mwingine hata tunaambiwa kwamba tuchia tukwenda mbinguni twingi sana. Na tunakaa ile nyumba ambayo ni around, unaionanga ya kitambo, na miti yote inakutania pale katikati. Roofing miti yote inakutania wapi? Katikati, from every angle zikutania hapo. Tunaambiwa kuna tunjia twingi sana tutakwenda wapi? Mbinguni. Na tuzo tunjia ni makanisa yetu. Nilikuambia jana na nitakwambia leo, hata kanisa langu sio njia. Kanisa langu nilikuonyesha njia ambayo ni Yesu Kristo. A church should point you to Christ. Amen. Because Jesus is the way. That's life. Amina. Haya. Si ni ukweli? Kweli. My church is not the way. The work of the church is to point you to the way. Bwana sifiwe sana. Amen. Kanisa kazi yake ni kuelekeza katika njia. Na njia ni nani? Yesu Kristo. Na ndio sababu, hiyo ndio sababu kubwa sana ambayo wewe unafaa uende kwa nani? Kwa Yesu, sababu yeye ndio njia. Amina. Kanisa lako sio njia. Kanisa langu sio njia. Yesu peke yake ndiye njia. Bwana asifiwe sana. Amina. Jesus only is the way. There is no other way. Bwana asifiwe sana. And people, they try to find many ways, but there is no other way that God has given man to reach where he is, but by the man Jesus Christ. Ndio maana katikati yako wewe ama katikati ya mwanadamu na Mungu hakuna mpatanishi mwingine. There is no even a bishop, there is no a pastor, there is nobody else. The only man who is between you and God should be the man Jesus Christ. Amen. Yeye ndio mpatanishi peke yake katikati yako na Kristo na Mungu. And that is reason number one. Na ndio maana Petero aliangalia akaona makanisa ni mingi wakati wake, na kila kanisa kuna fundisho lake. Si ndio maana ukifuata vile ambavyo waliamini, Mafarisayo waliamini ufufuo, Masadukayo hawakuamini ufufuo. Bwana asifiwe sana. So kila kanisa lilikuwa na fundisho lake, lakini walipoangalia Yesu Kristo wakaona huyu jamaa huyu yeye tu ndio ananena vile maandiko inasema. Hawa wengine wote wamerundika njia zao. Hawa wamesema kuna ufufuo, hawa nao wameamini kuna ufufuo, na kukawa na vita hapo katikati. Vile ambavyo leo makanisa kuna vita katikati. Bwana asifiwe sana. It's a very big war. Na hii vita ni ya nini? Nilikuambia sisi kama kanisa tutahesabu kusanyiko kijumla, watu wengi, lakini Mungu atahesabu tabia, character. Bwana asifiwe sana. Mungu haangalii wingi wa watu. Mungu anaangalia tabia ya neno lake ndani ya mtu ama ndani ya kanisa. Angalii mko wangapi, maana Mungu asituliwe na idadi. Na ndio maana alisema mahali palipo wawili ama watatu, muradi wamekusanyika kwa jina langu, nitakuwa miongoni mwao. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. So sababu ya kwanza ya kukaa na Yesu ama kwenda kwa Yesu ni sababu yeye ndiyo njia. La pili, he is the truth.
Ndiye kweli. Unajua hivi vitu zote ni zile vitu Petero aliona ndani ya nani? Ndani ya Kristo. Akaona yeye ni njia. Sasa tuende kwa nani mwingine? Na hakuna njia nyingine. Bwana sipo sana. Akaona yeye ndiye kweli. Sababu yeye peke yake ndio kweli ambayo Mungu alipea ulimwengu. There is no truth outside Jesus Christ. Ndio maana nilikuambia juzi na jana, huyu Yesu Kristo yeye ndiye alikuwa neno. Hiyo ni Yohana 1:1. Kama unasomanga maandiko, soma mpaka mstari wa 14. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Mstari wa 14, and the Word became flesh. Neno likavaa mwili, likaishi miongoni mwetu, na tukajitolea sifa kama Bwana pekee wa Baba. Kwa hivyo it is Jesus is the truth. I know many churches today, they say we are the true church. Bwana sifa sana. Kila kanisa unaenda na kuambia sisi ndio tuko na ukweli. Ile nyingine unaenda sisi ndio tuko na nini? Hiyo nyingine unaenda sisi ndio tuko na nini? Lakini Yesu ndiye kweli. Na Yesu ni nini? Yesu ni neno la Mungu. Kwa hivyo ndio maana Paulo akasema, na maneno yote ya mwanadamu yao ni ya uongo, lakini neno la Mungu peke yake liwe ndilo la kweli. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Na unajua kuna wengi wamejitengenezea tu kweli twao. Haleluya. Tukweli ambato tuko nje ya Kristo, na kwa kuambia sisi ndio tuko na ukweli, na nika ukweli ka kujitengenezea. Vile Mafarisayo walisema wanaamini ufufuko, na wakafikiria wao ndio wako na kweli. Masadukayo pia waliamini hakuna ufufuo, na waliamini wao ndio wako na ukweli. Hivyo leo hiyo roho ambayo ilikuwa hata leo it is happening, because watu wanakufa lakini maroho hayafi. Bwana asifiwe sana. Ndio maana roho aliyokuwa ndani ya Elia aliingia ndani ya nani? Elisha. Sababu Elijah alipoondoka, roho hakuondoka, alibaki hapa aendelee kufanya kazi ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Na leo hii watu wanakufa ndio, lakini maroho hayafi. Yanasalia, yanatafuta mili ingine, yanaingia na yanaendelesha hiyo kazi. Blessed be the name of the Lord. Yesu ndio ukweli. Kuna ukweli nyingi watu wamejiundia na wakafanya makanisa kuwa ndio kweli. Kanisa letu, kanisa langu. Hallelujah. We are the truth. Tunataka kuambia sababu ya kukaa na Yesu Kristo ni kwa sababu yeye ndiye kweli. Bwana asifiwe sana. Na tunapoongea kuhusu Yesu Kristo, nilete ka ukweli kamoja ndio tujue Yesu ni nani, kabla tuendelee zaidi ya hapo. Na tumehubiri hapa, tunasemanga kwamba Yesu ni Mungu wa pili katika utatu, the second in Trinity. Na nikakuwa nikiuliza wewe tangu juzi, kama uko katika akili zako timamu, wacha hii mambo ya kuchukua kile ambacho umeambiwa, kurudi tu katika akili zako timamu, your normal mind, na usikisie, the spirit of presuming. Unaelewa? Kukisia ni kupresume. Unaambiwa, unaona hii ni chupa, lakini unasema hapana, sio chupa, hii ni kibuyu. Na wewe mwenyewe unaona ni chupa. Bwana asifiwe sana. Wakati mwingine lazima urejee katika akili zako timamu tunapoingia kwa mambo mengine. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Tunajua kwamba tunaambiwa Mungu ni watatu, na hao watatu wanatoshana katika nguvu na uwezo na mamlaka, na wote wako ndani ya umoja. Bwana asifiwe sana. Wewe ukiangalia unaona Mungu wangapi? Usikisie. Bwana asifiwe sana. They are 3 in
One. How many are those? Lakini ukikisia utasema hapana, ni mmoja. Lakini ukifanya hesabu 3 plus 1 is equals to 4. Sababu gani? Ako ni kaukweli kamoja kanisa lijitafutia kando na ukweli ambao ni Kristo. Bwana asifiwe sana. Ama unafikiria nyinyi ndio wa kwanza? Si usome, tusome. Tusome kitabu cha Yohana mlango wa 14. John chapter 14. Let's read there. Ndio ujue kama hii jambo ilisumbua hawa jamaa waliotembea pamoja na Kristo. Je, wewe? John chapter 14. Tusome pale chini. Mahali Filipo anamwambia basi tuonyeshe Baba tutaridhika. From verse 7 there. Somewhere. Mstari wa 8. Filipo akamwambia Bwana, utuonyeshe Baba yatutosha. Bwana asifiwe sana. Filipo wamekuwa na Yesu, wametembea na Yesu, sawa sawa. Alikuwa amemwambia mahali ambapo naenda njia mwaijua. Wakamuuliza basi njia twaijuaje? Ndio akasema, akawaambia yaani nyinyi mjue kwamba mimi ndio njia, kweli na uzima. Bwana asifiwe sana. Amina. Na ndipo hapo Filipo akamwambia basi wewe Mungu, wewe fanya jambo moja, tuonyeshe nani? Baba, na tutaridhika, tutatosheka. Nataka uangalie vile ambavyo mawazo ya Filipo ilikuwa, vile ambavyo ya wengi leo iko. Filipo alifikiria huyu anaitwa Baba ni mzee, anakaanga wapi? Mbinguni. Maana unajua tumefunzwa ukiona Mungu utakufa. Juu Mungu aonekanangi. Ndio huyu Baba hawezi akaonekana. Kwa hivyo ako wapi? Juu mbinguni. Akafikiria Yesu atatoa mawingu amuonyeshe, unaona ule mzee ambaye ako juu mbinguni, ambaye ako na nywele za white, huyo ndio Baba. Lakini haikuwa hivyo. Yesu Kristo aligeukia Filipo akamuuliza, wewe Filipo, tusomee. Yesu akamwambia, mimi nimekuwepo pamoja nanyi siku hizi zote, wewe usinijue Filipo? Yaani Filipo, mimi nilikuchagua nikakuita, tumetembea siku hizi zote na wewe, umesikia siri kuu za ufalme wa mbinguni, lakini wewe Filipo bado hujanijua. Aliyeniona mimi amemuona Baba. Ameona Baba. Basi wewe wasemaje? Basi wewe Filipo wasemaje unionyeshe Baba? Amina. Ndio maana jana nilikuuliza na juzi nikakuuliza, tuchukue tu hiyo hali yako ya kukisia ambao uko ndani mwake, sawa? Na tuassume kuna Mungu Baba mzee, si ndio? Ambaye ndio Baba wa Yesu Kristo. Sawa sawa? Amina. Si aliomba akasema Mungu akatuambia tunapoomba tuombange Baba yetu aliye juu mbinguni. Kwa hivyo Mungu Baba ako wapi? Mbinguni. Tuchukue hivyo tuseme kweli kuna Mungu Baba. Na turudi katika maandiko. Na nikakwambia jana, kawaida yule ambaye amepeana mimba ndiye baba ya mtoto. Si ni ukweli? Hata kama atalelewa na mwingine, DNA ni ya nani? Ya baba. Mwenye alipeana mimba. Hata kama atalelewa na mwingine, DNA ni ya mwenye alipeana mimba. Bwana asifiwe sana. Now, katika kitabu cha Mathayo mlango wa kwanza mstari wa 18 nasema namna gani? Bwana asifiwe sana. Ya kwamba kuzaliwa kwa Yesu Kristo, ama umefika hapo? Kuzaliwa kwake Yesu Kristo, yes, kulikuwa hivi. Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hawajakaribiana, alionekana ana mimba kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Mimba ni ya nani?
Roho Mtakatifu. Na kuna Mungu Baba. Sasa tuchukue hiyo hali yako. Sasa nikuulize swali, katikati huyo Mungu Baba ambaye hujui na Roho Mtakatifu, baba wa Yesu ni nani? Roho Mtakatifu. Ndio maana nakuambia Yesu ndiye kweli. Amina. Na Yesu ni neno. Na ndio maana katika maandiko yote tokea mwanzo hadi Ufunuo hakuna miungu watatu. Amina. Hakuna. Ukiangalia vizuri utakuja kuona huyu mnamuitanga Mungu Baba na Roho Mtakatifu ni kitu kimoja. Amina. Sababu Yohana 4 mstari wa 24 inatuambianga yes, Mungu ni roho. Ni roho gani huyu? Kama ni Mungu na Mungu ni mtakatifu, lazima awe ni Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo hakuna baba mwingine. Kwa ukweli kanisa ilifanya nini? Litengeneza. Ndio maana lazima ndio maana Filipo anauliza tutaenda wapi pengine? Na ndio maana mimi naweza kuuliza ni wapi pengine wewe ambao unasema vile unasema kunihusu, unataka niende wapi? Na Yesu Kristo peke yake ndiye aliye na maneno ya uzima. Na hata pia wewe nikuulize, utaenda wewe pengine wapi isipokuwa kwa Yesu Kristo peke yake? Blessed be the name of the Lord. Amina. Kwa hivyo hakuna mambo ya miungu watatu. That's why Jesus is the truth. Amen. The truth of God. Bwana asifiwe sana. Amen. Yesu ndiye kweli ya Mungu. Amen. Na ndani mwake hakuna uongo. Bwana asifiwe sana. Amen. In God, in Jesus, there is no lie. Everything is truth. Ndio maana ndani ya neno hakuna uongo. Watu wanasema neno huwa inajipinga, huwa inajikanganya. Unajua inajikanganya kwa nini? Sababu unataka ikuambie vile unafikiria, hautaki uchukue vile inasema. Bwana asifiwe sana. Amina. Wewe unataka neno iseme vile unafikirianga, lakini hutaki kuchukua vile neno iseme wenyewe inasema. Ndio maana wakati mwingine unasema na hii Biblia hii ni kama inajichanganyanga. Hakuna. There is nowhere scriptures contradict themselves. Na hakuna kitabu kama Biblia. Bwana asifiwe sana. Amina. Sababu hii ni kitabu iliandikwa na manabii zaidi ya 40. Na hakuna nabii aliishi pamoja na nabii mwingine. Wengine wangekuja baada ya miaka maelfu, na kile wangesema kingekubaliana na kile yule mwingine alisema. Bwana asifiwe sana. Kukuambia namna gani? There was a great harmony. Kulikuwa na umoja katika kuandika hiki kitabu. Sababu gani? Unajua siri inakuanga wapi? Amos 3:7. Siri iko hapo. Hebu tusomee hiyo. Amos chapter 3:7. Ndio ujue kwa nini Biblia haijawahi jipinga na haitajipinga, na hakuna nabii ambaye ashaipinga nabii mwingine. Wote walikuwa wanakuja wanaendelesha kile wao nabii alisema. Amos chapter 3:7. Ama niitaje tu na mdomo. Inasemanga hivi: hakika Bwana Mungu hatafanya jambo lolote isipokuwa kwanza afunulie watumishi wake. Sikiliza hapo, watumishi ni wengi siri yake. Siri ni moja, manabii. Bwana Mungu hawezi akafanya jambo lolote isipokuwa kwanza wafunulie watumishi wake. Hawa watumishi it is in plural, sababu sio mmoja, ni lakini siri ambayo Mungu anawafunulia ni siri moja. Na ndio maana wewe
tunaweza kuwa tunaona picha moja na tupingane kweli? Ndio maana hakuna nabii ashaipinga mwingine, sababu siri ni mmeipata. Tusomee tudhibitishe. Amosi 3:7 nasema, hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake. Unasikia, watumishi si ni wengi? Bwana asifiwe sana. Amina. Alafu siri yake, sio masiri, siri ambayo ni moja. Manabii sinasema hivyo, siri yake manabii. Ndio maana kila nabii, kile Paulo aliona, kile Musa aliona ndicho unakuta Yohana aliona. Ndio maana Musa alisema mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Sio ni Genesis chapter 1 verse 1. Naye Yohana chapter 1 verse 1. Kabla ya uumbaji anakuambia hapo mwanzo kulikuweko na neno, na neno lilikuwa na Mungu, na neno ndilo lilikuwa Mungu. Bwana asifiwe sana. Alafu anakuambia na vyote viliumbwa kupitia yeye. Na ndio maana ukirudi pale mwanzo, Musa anasema na Mungu akasema na kuwe na nuru. Si akisema alitamka, na ukitamka si ni neno? Hasa hapo inajipinga wapi? Na ndio maana wanakujanga, mnateremka, mnaambiwa mbona Mungu alisema let us create kwani walikuwa na nani? Tumeona Mungu ni ne? Are we together? Yohana 1:1 Mungu ni ne? Na bado maandiko yanakuambia Mungu ni roho. So neno na roho waumbe mwanadamu. Naona unachunguza. Bwana asifiwe sana. Haya, twende pole pole. Mungu akaumba mwanadamu kwa sura na mfano wake. Mwanzo 1:26-27. Sawa sawa. Mwanzo 2 mstari wa 7. Mtu aliyeumbwa Mwanzo 1:26-27 alikuwa ni Mungu aliyekuwa katika sura na mfano wa Mungu. Sawa sawa. Na alikuwa ni Mungu, ni mtu roho, angeonekana. Are we together? Lakini Mwanzo 2:7 akatengeneza mwanadamu kutoka katika mavumbi ya mchanga, na akachukua aliyeumbwa akamwingisha ndani ya aliyetengenezwa, na mwanadamu akawa kiumbe kilicho hai. Ndio maana sikiliza wewe, Yesu ambaye ndiye kweli akasema mwanadamu hataishi uhai kwa sababu ya mkate pekee yake, bali kwa ajili ya kila neno, every word. Hata ile ambayo unachukia ni neno la Mungu, hiyo ambayo pendi ni neno la Mungu. Sababu tunaishi kizazi ambacho kinapendanga tu ile ya baraka. Na sisi wahubiri tulijua siri. Wewe si kwamba mimi nikitaka washirika siwezi, naweza. Kama unafikiria siwezi, haika. Nitakuja hapa niongee na lugha kidogo, na niwaambie Mungu ameniambia hapa kuna watu 10 anaenda kubariki. Nani hataki kubarikiwa? Na niseme kila mtu ako na 1,000. Si mtatoa? Tatoa. Bwana asifiwe sana. Sababu na hiyo neno baraka, unapenda kubarikiwa, lakini sikiliza, baraka za Mungu zinakuja kwa masharti, hazipatikani ovyo ovyo. Na ndio maana endo some Kumbukumbu la Torati mstari wa 28, mlango wa 28. Wakiambiwa mkitenda hivi mtabarikiwa, si ni kweli? Na msipotenda mtafanya nini? Mtalaaniwa.
Ndio maana Mungu Yesu Kristo kwanza, sababu ya kudumu kwake, sababu yeye ni kweli. Ya pili, sababu yeye ndiye nuru. He is the light. Bwana asifiwe sana. Na katika ulimwengu ambao umetanda giza ya kiroho, spiritual darkness, vile ambavyo ilikuwa pale mwanzo, the condition of the world. Bwana asifiwe sana. You know, pale mwanzo ukisoma maandiko inakuambia na ulimwengu ulikuwa tupu. Si ni kweli? Na giza ilikuwa imetanda ulimwenguni kote. Na Roho wa Mungu alitembelea juu ya uso wa maji. And the world today is in spiritual darkness. That is why you must go to Jesus, because he is the light. Yeye ndiye nuru. Bila Yesu hakuna nuru. Na ndio maana mahali tumesoma Yohana 1:1 mstari wa 3 ama wa 5. Bwana asifiwe sana. Inasema uhai wake ndio ulikuwa nuru ya ulimwengu, ambao uliangazia kila mtu ambaye alikuja katika ulimwengu. John chapter 1 maybe verse 4 or 5. He is the light. Na unajua nikuambia jambo moja, there is no life without light. Hata leo ile uhai uko nayo ni sababu kuna nuru ya jua. Bwana asifiwe sana. Na unajua nuru ndio inapeana uhai. Blessed be the name of the Lord. Nuru ndio inapeana uhai. Na ndio maana katika hali ya kawaida, hata upande mumea na unyime nuru ya jua, hauwezi ukamea. Na ndio maana mimea yote wakati inapomea, hata kama imefika mahali hakuna jua, inameanga ikiegemea mahali kuna jua, because Jesus is the light. Ndio maana wewe unafaa kuegemea mahali kuna nuru. Najua tuko na tunuru twingi tumejitengenezea kanisa. Unajua kanisa ni kanuru, artificial light. Unajua you can't survive in artificial light. Bwana asifiwe sana. Tunuru tu kujitengenezea. Wewe ukipanda mumea na uwashie stima, utamea? Sababu hiyo nuru ya stima ya kujitengenezea haiwezi peana kile jua inapeana, ndio mmea ufanye nini? Umee. Na ndio maana kila Mkristo lazima aegemee upande wa Kristo ndio apate uzima. Ukiegemea upande wa kanisa, utakuwa mwenda kanisa, and there is no life in you. Leo hii tukikosa hii jua ya kawaida hii, sisi wote tumeangamia. Bwana asifiwe sana. Tukikosa hii jua, sababu mimea yote, kila mmea unategemea nini? Jua. Sawa sawa. Kila mmea unategemea jua la kawaida sana, sun. Bwana asifiwe sana. Na Mungu ndio sababu alipeana mwanao wa pekee, Bwana wetu Yesu Kristo, ili tumtegemee katika kiroho ndio tupate uzima. There is no life without the sun. S-O-N. Bwana asifiwe sana. Na ndio maana wakati jua limeangaza, hauhitaji nyitira, hata uhitaji stima, hata ijarishi kuna bulb kubwa kiasi gani ya volts ngapi, inakuwa outshined by the light of the sun. Na ndio maana wakati Yesu Kristo alikuja, alizima nuru zingine zote. Ndio maana wakati wake Mafarisayo kupitia hiyo nuru hawangeangaza. Bwana asifiwe sana. Ndio maana hata leo sababu ya kwenda kwake, sababu yeye ni nuru, is the light. And without him there is no life. Ndio maana wote walio ndani mwake atafufuka pamoja na siku ya mwisho. That's why you should look to be buried in Christ, in that light. Utafute uingie ndani ya hiyo nuru.
na hiyo nuru ni neno. Ndio maana pale mwanzo Mungu alisema na kuwe na nuru, na jua likachomoza. Do you know what was that light? Was the manifested word of God. And Jesus Christ was the manifested word of God. That's why he is that light. Spiritual light. Ndio maana anapoangaza kama jioni ya leo, watu wanaanza kuona mambo ambayo hawakuwa wanayaona. Leo hii wengi ndio wamejua mambo mengi hapa, wanashangaa kwani mambo inakuanga wapi? Mimi naonanga ikifanya, sijawahi jua. For example, kusherehekea Christmas, haungejua ni nje ya neno isipokuwa nuru ikuangazia. Bwana asifiwe sana. Na mambo mengine mengi tumezungumza mahali hapa. Sababu ya Yesu ni nuru. He is the light. Let's repeat the name of the Lord. Sababu nyingine ya kufanya tumuelekee Yesu ni sababu yeye ndiye msingi imara wa umilele. Unajua watu wengi wamejaribu kuweka misingi mahali kwingi sana. Katika sifa, Bwana asifiwe sana, katika raha za ulimwengu na mambo yale mengine yote. Wherever you are putting your foundation is the wrong place. Bwana asifiwe sana. The eternal foundation that you need tonight is the Lord Jesus Christ. Na tulisema Yesu ni neno. Ndio maana kwa nini nasema yeye ni msingi imara? Sababu mbingu na nchi zitafanya nini? Zitapita, lakini neno la Mungu litadumu milele na hata milele. To live forever and ever. Blessed be the name of the Lord. Ndio maana wengi leo, na wengi walipitia hiyo hali, wakajitafutia misingi imara katika sifa, katika pesa, katika umaarufu na katika kuwa na mali, lakini wote waliziacha. Bwana asifiwe sana. Na wakaziondokea na bado wakaangamia kama kijana tajiri. Bwana asifiwe sana. Alipopatana na msingi ulio imara, msingi wa milele, Bwana wetu Yesu Kristo, na akamwambia, mwalimu mwema, nifanye nini nipate uzima wa milele? Akamwambia, nenda ukauze mali yako yote na uje unifuate. Akasononeka na akaumia ndani ya moyo wake, akasema haiwezekani. Bwana asifiwe sana. Na akaondoka mbele ya msingi ambao ni imara wa umilele akiwa amekasirika. Na akaenda kujenga kwa umaarufu wake. Pengine alikuwa mwanasiasa, hatujui. Pengine alikuwa mwanabiashara ambaye alikuwa amebombea. Pesa alikuwa nazo, kila kitu. Blessed be the name of the Lord. Lakini siku moja akakusanya mingi sana. Akasema, sasa nafsi yangu, tulia, kula na ukunywe. Lakini akaambiwa, mpumbavu wewe, maana jioni hiyo ndio mwenye uhai aliukujia. Tunaona picha yake wapi? Usiku. Sababu gani? Alikataa mwamba ambao ndio imara na wa milele, Bwana Yesu Kristo. Lakini Lazaro, haleluya, akakaa na Yesu Kristo, akakula makombo yaliyokuwa yakimwagika katika meza ya tajiri. Tunamwona kwa kifua ya nani? Abraham. Sababu gani? Alijenga kwa mambo ulio imara ambao ni Yesu Kristo, mwamba wa milele. Bwana asifiwe sana. Kumbuka, kanisa lako si la milele, mchungaji wako si wa milele. Yesu Kristo ndio msingi ambao ni imara wa milele. Na ndio maana aliongea kuhusu wale wajenzi wawili ambao walienda kujenga nyumba, na akasema yule mjenzi mwenye busara alichimba akafikia chini, na akajenga nyumba yake kutoka wapi? Kwa yale mawe, kama ile jiwe, the rock. Na ule mwingine alijenga juu ya mchanga. Dhoruba ikaja. Haleluya, haleluya. Dhoruba ikakuja, mvua, upepo, na anasema great was the fall. Mwanguko ulikuwa ni mkuu wa nyumba ambayo ilijengwa juu ya mchanga. Unajua, kujenga juu ya mchanga ni kujenga juu ya akili zako, kujenga juu ya mawazo yako. Bwana asifiwe sana. Kujenga kwa kile ambacho mwili unataka,
na unakataa neno la Mungu. Blessed be the name of the Lord. Lakini aliyechimba akafikia mwamba. Maandiko yanasema namna gani? Dhoruba ilipiga nyumba yake, ilisimama. Mafuriko yakapiga, ikasimama. Sababu gani? Alipata mwamba wa milele ambao ni Yesu Kristo. Na nionyeshe Mkristo ambaye anajenga Ukristo wake juu ya neno. Nitakuonyesha Mkristo ambaye amesimama imara. Sababu gani? Hatingiziki. Bwana asifiwe sana. Sababu neno ndio mwamba imara. Yesu Kristo. Blessed be the name of the Lord. Sababu nyingine ya kumwendea Yesu Kristo ni sababu yeye ndio furaha ya umilele, amani ya umilele. Bwana asifiwe sana. Na upendo wa umilele. Haleluya. Wengine wamejaribu kutafuta furaha kwa mambo mengi. Vijana, ulevi, si kutafuta furaha. Miraa, pombe, wasichana, kutafuta raha. Bwana asifiwe sana. Hiyo raha si raha ya umilele. Na kutafuta amani kwa mambo mengi. Pesa, hata wakati uko na mapesa ndio unasikia ukiwa na amani. Kwanza hiyo kitu imeshika watu wengi leo sana. When you have money is when you have peace. When you have properties, ukiwa na mali ya ulimwengu ndio wakati unasikia sasa niko sawa, sina wasiwasi. Bwana asifiwe sana. Na kutafuta upendo wakati unasikia unapendeka, unasikia sasa wewe uko sawa. Unasahau ya kwamba Yesu Kristo alisema amani na waachieni, sio kama ambao ulimwengu inafanya nini? Inapeana. Ile amani Yesu Kristo anakupatia sio amani kama ile unapata ukiwa na pesa, ukiwa na mali na ukiwa na vitu za ulimwengu. Bwana asifiwe sana. Hii ni amani ambayo ni ya umilele. Hata wakati ambapo una chochote, there is nothing that is changing in your life. You are the same man. Bwana asifiwe sana. Ndio maana unaona mtu kama Ayubu, sababu alikuwa na ile amani ya umilele. Haleluya. Wakati alikuwa tajiri, alikuwa Ayubu yule yule. Wakati umaskini uliingia, alikuwa Ayubu yule yule. Na ndio maana angesimama na ambia mke wake, nilitoka kwa Mungu bure na nitarudi bure. Mungu alipeana na Mungu amefanya nini? Amechukua sifa na utukufu ulio kwa jina lake. Amani ya umilele. Bwana asifiwe sana. Furaha ya umilele. Sababu upate furaha wakati jambo limetendeka ambalo linakuegemea na linakupendelea. No sir, you stay with the word. You stay with God. Ndio maana bado wakati Ayubu angeafford kuwa na furaha. Bwana asifiwe sana. Blessed be the name of the Lord. Hiyo ndio sababu nyingine kubwa sana ya kufanya muendee Yesu Kristo. Maana hii mambo yote ulimwengu itakupatia, kanisa itakupatia. Many people are in the church but they are full of fear. Uoga. Na unajua uoga ambao wako nao ni uoga ambao ulikuwa na kijana tajiri, sababu wanajua hatuna uzima wa milele. Sababu kanisa haliwezi likakupatia uzima wa. Ndio maana kijana tajiri aliacha kanisa lake, akaacha bishop, akakimbia kwa yeye. Kama mwalimu mwema, nifanye nini? Na ndio sababu lazima wewe uende kwa nani? Kwa Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Sababu yeye atakupatia furaha ya umilele, atakupatia amani ya umilele, atakupatia upendo wa umilele. Na ndio maana wengi wanapenda upendo ambao ni unafiki siku ya leo. Unajua upendo wa Mungu unarekebisha. Si usome 1 Corinthians chapter 13. Can we read there? About the love. From
from verse 1. Nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo, Yes. nimekuwa shaba iliayo na utupu uvumao. Amen. Tena nijapokuwa na unabii na kujua siri zote na maarifa yote, nijapokuwa na imani timilifu kiasi cha kuweza kuhamisha milima, kama sina upendo, si kitu mimi. Hallelujah. Tuendelee. Tena nikitoa mali zangu zote kuwarisha masikini, tena nikijitoa mwili wangu niungue moto, kama sina upendo, hainifaidi kitu. Amen. Tuendelee. Upendo huvumilia. Upendo hufadhili. Upendo hauhusudu. Upendo upendo hautakabiri, hautakabari, haujivuni. Yes sir. Haukosi kuwa na adabu. Yes sir. Hautafuti mambo yake. Yes. Hauoni uchungu. Yes. Hauhesabu mabaya. Yes. Haufurahii udhalimu. Upendo haufurahii nini? Udhalimu. Endelea. Bali hufurahia pamoja na kweli. Amen. Love rejoices with the truth. Huvumilia yote. Yes. Huamini yote. Yes. Hutumaini yote. Yes. Hustahimili yote. Upendo haupungui neno wakati wowote. Bwana asifiwe sana. Amina. Love is complete. And the love of Jesus will tell you your errors. Amen. Bwana asifiwe sana. But the love of people will comfort you in your errors. Takwambia hata hivyo usijali, tutafika mbinguni. Mbinguni nje ya neno. La hasha. Huo ni unafiki. Bwana asifiwe sana. Maana kinyume cha upendo ni nini? Ni unafiki. Na ndio maana siku za leo tumekuwa na wanafiki wengi hata katika hali ya kawaida kuliko watu ambao wako na upendo. Ndio maana unasikia unafiki hausudi, hauna usuda. Bwana asifiwe sana. Unajua usuda ni nini? Ni ile hali nafurahia wakati kwa makosa, yaani wakati ambapo unaumia na tukiwa pamoja na kuonyesha tuko Bwana asifiwe sana. Amina. Na si watu wamejawa na hiyo leo. Ndio maana lazima umkimbilie Yesu Kristo, sababu yeye ni upendo wa umilele. Haleluya. Amina. Ndani mwake akupungukiwi na chochote. Ndio maana ukiwa nje ya neno lake, yeye mwenyewe atakurejesha kwa neno kupitia huo upendo wa umilele. Sababu gani? Anakupenda na anajua ukiwa nje ya neno hakuna vile ambavyo utafika mbinguni. Because in heaven there is no shortcut. Hapa tuko na shortcut nyingi. Lakini let me tell you, wa Kenya ambao tunapenda shortcut, shida ambao tuko nao ni mbinguni hakutakuwa na shortcut. Tutapitia hapa wakupate huko. Si Yesu aliona mjamaa mmoja alipitia shortcut? Sababu aliona mimi kupita njia yote sitaweza. Nifunge mstari, nioshwe miguu, nipakwe mafuta, nipigwe busu na nivalishwe basi. Si mimi watanipata ndani? Hakosi yeye alikuwa Mkenya. Ndio maana mwenye mboga akitembea huko akakuta kuna jamaa mmoja
ana vazi la harusi. Akamuuliza, na wewe uliingia aje? Ulipitia wapi? Bwana asifiwe sana. Ulipitia wapi? Maana wengine wote wako uniform. Jamaa alikosa cha kuongea, ndio akasema basi mchukueni, fungieni yeye mama, muutupe wapi? Kwa bahari. Maana yeye hiyo ndio sehemu yake, kwa mahali ambapo watu wanashaga meno, wanalia. Because in heaven there is no shortcut. You must pass by the door, and Jesus is the door to the kingdom. Amina. Na ndio maana kukakuwa na mzee mmoja ambaye hakuwa anajua kusoma, lakini alikuwa anaamini Biblia. Kila mahali alikuwa anaenda anabeba Biblia yake. Bwana asifiwe sana. Na hajui kusoma, lakini anaibeba. Akapatana na mzee rafiki yake, akamwambia, we rafiki yangu, sasa hii unashinda ukibeba, sasa na hujui kusoma, unabeba ya nini? Akamwambia, naibeba sababu naiamini yote. Naamini kila kitu ambayo imeandikwa hapa ndani. Hata hii cover imeandikwa nini? Bible. Naamini hii ni Biblia. Akamwangalia, akamuuliza, na wewe nikuulize, sasa hii Biblia ikikwambia upite kwa hilo kuta, utapita? Huyo jamaa akamwambia, muradi tu unisomee mahali imefanya nini, imeandikwa, nitapita. Akamwambia, kwani utumie akili? Utapita aje kwa ukuta? Akamwambia, muradi umesoma kwa Biblia. Mimi naamini nianze safari, kabla nifike kwa ukuta, mwenye aliandika atatengeneza njia. Ndio maana hatujaitwa tuelewe neno, tumeitwa tuamini. Bwana asifiwe sana. We have got to believe the word of God, not to understand the word. Bwana asifiwe sana. Ndio maana maandiko ilisema namna gani? Katika kitabu cha Waebrania mlango wa 11 mstari wa 6 inasema, pasipo kuelewa haiwezekani kumfurahisha Mungu. Hebu tusome. Ndio imani si ya wasomi. Bwana asifiwe sana. Na imani si ya matajiri. Mungu kama kuna mahali Mungu alitusawawisha, moja ni hewa ambayo tunapumua. Hiyo haina tajiri na haina maskini. Tunapumua sisi wote hewa moja. Hata kama uko na estate kama Thika yote peke yako, hautakuwa na hewa speciali. Ile hewa maskini ambaye anatembea na miguu tupu bila kiatu, anapumua, ndio bado wewe utafanya nini? Utapumua. Hiyo ni kitu moja Mungu alitushawisha sisi wote. Haijalishi unaishi wapi. Hewa ni ile hii. Kitu ya pili, kifo. Hakuna kifo ya tajiri na hakuna kifo ya maskini. Wote wanakufa kifo moja. When it comes to time to die, no matter you are a rich person or you are a poor person, death is the same. Ama kuna kifo ya tajiri na maskini? Hakuna. Kifo ni moja. Na hiyo Mungu alifanya ikuwe level moja kwetu sisi wote. Bwana asifiwe sana. The same case when we come to faith. Hakuna imani ya matajiri na imani ya maskini. Imani yote ni moja. Ndio maana ukiwa tajiri lazima ushuke. You must come down to that faith. Bwana asifiwe sana. You will never find your way out. It is the same faith ambayo mtatoshea nyinyi wote, awe maskini awe hajiwezi, muradi yako na hiyo imani. Lazima nao ushuka wapi? Hapo mtoshana. Amina. Bwana asifiwe sana. Amina. Na ndio maana hata ukienda katika hali ya kawaida, Mungu ni kama anasawawisha kila jambo, si ndio? Wewe maskini unamkanga asubuhi kwenda kazini ukitembea. Haleluya. Na tajiri alienda hospitali akaambiwa, wewe unahitaji exercise.
So yeye jioni anaenda na park pale stadium, anaanza mbio, sababu aliambiwa usipofanya hiyo utakufa. Tofauti yake yeye na wewe ni nini? Sikiza, wewe maskini umechemsha mboga sababu ya kukosa mafuta ya kukaranga. Tajiri akaenda akaambiwa, wewe ukikuza mafuta you are going to die. So tayari anabaki kuchemsha. Tofauti yake na wewe ni nini? Ndio maana wakati mwingine unakula na kuangalia, nasema kama ningekuwa na hiyo appetite. Wakati mwingine furahia vile ambavyo uko na ufurahia afya ambayo Mungu amekupatia. Amina. Wewe unapiga strong tea kwako. Strong tea na ina sukari. Bwana asifiwe sana. Amen. Tajiri anaambiwa ukikuza sukari wewe unaondoka. Hata anaanza kukunywa bila sukari. Wakati mwingine unapiga siku ya kukosa maziwa, yeye anaambiwa siku ambayo utakunywa maziwa tutafanya nini? Na yeye anarudi kukunywa hiyo strong tea. God is leveling life to show us there is nobody who is better in life than other one. We are all equal, the same, and we are all common. Sisi ndio tunawekanga mipaka, tunaweka matajiri na maskini, lakini Mungu sasa anasawabisha kila kitu. Amina. Bwana asifiwe sana. So that is the benefits of going to Jesus Christ. Ndio maana Petro akauliza, to whom shall we go? Tumwendee nani mwingine? Na ni wewe peke yako ambaye uko na maneno ya uzima. Bwana asifiwe sana. Ndio maana akamwambia Yesu ndiye njia. Hiyo ndio sababu ya kwanza ya kumwendea Yesu Kristo, sababu hakuna njia nyingine Mungu amepeana. Njia ni Yesu Kristo. Haleluya. Hata sio kanisa, ni Yesu. Sio mhubiri, ni Yesu. Na ndio maana lazima wewe uende kwa Yesu. Tukoona Yesu ndiye kweli. Kanisa sio kweli. That's why you must go to Jesus. Bwana asifiwe sana. Tukoona ya kwamba Yesu ndiye nuru. He is the light. Blessed be the name of the Lord. Ndio maana lazima uende kwake, maana yeye ndiyo nuru. Waachana na nuru zingine zote za kujitengenezea ambazo hazina uzima, hazina uhai. Lakini enda kwa Yesu Kristo akupatie uzima wa milele. Bwana asifiwe sana. Another benefit, he is the eternal foundation. Ndio maana akasema aniaminie mimi na aniamini jinsi neno lisema, amevuka kutoka kifo akaingia katika uzima. So to this person there is no death. He has already come out of death into life, because he is the eternal foundation. He is the one. He is the eternal peace, eternal joy, and eternal love. Bwana asifiwe sana. Ndio maana sasa wewe unataka mimi niende kwa nani mwingine? Si uniache nikae kwa Yesu. Bwana asifiwe sana. Let me stay with the word, because there is no other place I will go and find all these benefits. Ndio maana hata alipojaribu kufukuza wale 12, nasikiza sasa hapa tunapomalizia, wale 70 walipoenda, akageukia wale 12 akawaambia, na nyinyi mnangojea nini? Simwende. Bwana asifiwe sana. Wakamwambia tuende kwa nani mwingine, na ni wewe peke yako ambaye uko na maneno ya uzima. Akawaambia, sasa sikilizeni, ni mimi niliwachagua mkiwa 10 na wangapi? 2, na mmoja wenu ni shetani. Hiyo ilikuwa imetosha waende, lakini hawakuenda. Sasa huyu jamaa sasa hivi ametoka kutuambia hapa tukule nyama yake na tunywe damu yake. Sasa tena ameanza kutuambia mmoja wetu ni shetani. Kama ni Wakristo wa leo si wangeenda wote, lakini hao wanaume walibaki na Yesu Kristo. Amina. Na ndio maana hata wa leo walishinda kifo, wakashinda kaburi. Bwana asifiwe sana. Sababu ya kukaa na Yesu Kristo, maana ndiye shujaa peke yake
aliyeshinda kifo na kaburi, na ni yeye peke yake ambaye alifufuka kutoka katika wafu, na ukikaa na yeye atakufufua siku ya mwisho. Bwana asifiwe sana. Kanisa halina ufufuo, wahubiri hawana ufufuo. Hata mhubiri anategemea kufufuliwa, bishop anategemea kufufuliwa, pastor anategemea na atafufuliwa na nani isipokuwa ni Yesu Kristo. Ndio maana wengi leo tunaenda kanisani, na nimewaambia mara mingi, tutafute vile ambavyo tutazikwa vizuri. Lakini Mkristo angalii siku ya kuzikwa, anauliza hapo nitaingia, nitatolewa na nani? Juu hiyo siku bishop atakuwa. Amina. Ukiingia hapo ubishop unachanina na wewe hapa. By the way, bishop yeye anachunga mwili wako, na ndio maana ubali ataenda nao ni mpaka kaburi. Na aseme mchanga kwa changa na mavumbi kwa mavumbi. Nasema ni Mungu alipeana na Mungu amefanya nini? Amechukua. Si amemaliza kazi yake. Sasa kutoka hapo ni wewe na yeye. Ole wako ukitoka hapa kama hujamjua. Nasema ole wako ukitoka hapo duniani kama hujamjua Yesu Kristo, maana hiyo siku utabaki kwa giza na ulikataa nuru ambaye ni Yesu Kristo, utaangaziwa na nani? Ndio maana kijana tajiri alipoondoka bila kumjua Yesu Kristo, tunamuona wapi? Kuzimu, anachomeka. Akiangalia ng'ambo nyingine anaona Lazaro kwa kifua nani? Abraham. Anasema we Abraham, baba Abraham, si utume wewe jamaa. Sasa anafikiria huko ni kama huko, maana huko angechukua Lazaro anyhow, amwambie endea nyama, endea nyanya. Bwana asifiwe sana. Anamtuma ovyo ovyo. Sasa anafikiria mbinguni bado atatuma Lazaro. Abraham akamwambia, sikiza, wewe ulifurahia vyema vyote vya wapi? Ulimwenguni, si ni kweli? Mazuri yote uliyapata, lakini Lazaro huko aliteseka. Akamwambia, na katikati yetu mahali huko na sisi tuko, amwezi vuka huku na sisi hatuwezi kuvuka huko. Akamwambia, basi fanya hivi, Lazaro wafufu aende akakute ndugu zangu, awaambie mahali wanakuja ni pabaya. Abraham akawaambia, huko wako na Musa na manabii wale wengine. Wasipowasikia hao, watakuja wapi? Watakuja huko. Hata mtu afufuka kutoka katika wafu na wahubirie, hawatasikia. Amina. Kwa hivyo usitafute kuzikwa vizuri, tafuta vile utafufuka, maana ukikufa kuzikwa lazima. Na tusipo kukuzika, si serikali itakuzika, lakini kufufuliwa lazima Yesu. Bwana asifiwe sana. Na mimi nakuambianga, hata ukikufa na tukuigino tukuache hapa, wewe unajua umekufa, una shida. Ukioza uanze kunuka, wewe usikie harufu yako. Sisi ndio tuko kwa shida. So lazima hii kitu tutoe haraka, lazima tutoe, tusike. Bwana asifiwe sana. Ndio maana, to whom shall we go to? And you are the only one with the words of life. That's why we must go to Jesus. That's why we must go to Jesus. Na ndio maana nakuambia jioni ya leo, wewe niache nikae kwa Yesu. Bwana asifiwe sana. Na mimi pia nakualika, njoo kwa Yesu, maana yeye peke yake ndio akona maneno ya uzima. Haleluya. Na Mungu ataweza kukubariki. Kwa hivyo tunataka tuimbe hiyo wimbo, where could I go? No, not where could I. What would I give in exchange of my soul? In the name of the Lord Jesus Christ. What would you give? What would you give in the exchange of your soul? Give us that song that we may sing. Na kama uko pale pengine ungependa kupeana maisha yako kwa Yesu Kristo, tunapoimba huo wimbo, jiandae uje kwake, ambaye ndiyo njia, ukweli, nuru, msingi wa milele, furaha ya milele.
amani ya milele na upendo wa milele katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Na kama pia uko na swali, najua hapa tumefundisha mambo mengi na najua mengine yamekuwa kinyume cha kile umezoea na kile umefundishwa, bado nakukaribisha katika jina takatifu la Yesu Kristo ili ukazidi kuuliza maswali na tusemezane katika neno katika jina takatifu la Yesu Kristo. What would you give? What would you give in exchange of your soul? Rather far from the Savior today, risking your soul from the things that He can. Oh, if today God should call it away, what would you give in exchange for your soul? We repeat. Rather far from the Savior today, amen, risking your soul for the things that He can. Oh, if today God should call it away, what would you give in exchange for your soul? What would you give? What would you give? Amen. What would you give in exchange for your soul? Oh, if today God should call it away, what would you give in exchange for your soul? Mercy is calling you, won't you give it? Master, dear Savior, still tenderly plead. Risk not your soul, it is precious indeed. What would you give in exchange for your soul? What would you give? Amen. What would you give? What would you give in exchange for your soul? If today God should call it away, amen, what would you give in exchange for your soul? More than the silver and gold of the earth, more than all jewels, thy spirit is one. God the Creator has given His one. What would you give in exchange for your soul? What would you give? Amen. What would you give? Amen. What would you give in exchange for your soul? Oh, if today God should call it away, what would you give in exchange for your soul? If when you stand at the bar by and by, when you are weighed on the balance on high, you should be sentenced forever to die. What would you give in exchange for your soul? What would you give, my brother? What would you give, my sister? What would you give in exchange for your soul? Oh, if today God should call it away, what would you give in
your soul. What to do? Oh, what to do? Amen. What to do? Give in exchange of your soul. Oh, if today God should call it up, amen. What to do? Give in exchange for your soul. Tunasema ni asante Mungu wetu kwa kumpeana mwanao wa pekee Bwana wetu Yesu Kristo afe kwa ajili ya dhambi zetu, mpendwa dhamani, ili Baba tukapate wokovu, tukapate urejesho, mfalme wa ajabu wa nafsi zetu, mpendwa mbinguni, katika jina takatifu la Yesu Kristo. Na tunakushukuru hata jioni ya leo Baba, kwa sababu ya huyo mwanao mpendwa ambaye ndiye njia, ndiye kweli, ndiye nuru, ndiye msingi wa milele Bwana, furaha ya umilele, hata pia Bwana ndiye upendo wa milele na amani ya umilele Bwana, aliyesema amani na waachieni, sio kama ile ambao ulimwengu unapeana Bwana, bali amani yake mpendwa dhamani inapita fahamu za wanadamu. Yesu Kristo mfalme wa mbinguni, tunakushukuru Baba jioni ya leo kwa sababu yake mpendwa dhamani, katika jina takatifu la Yesu Kristo mfalme Mungu ishie milele Bwana. Tunaomba Baba ukasaidie wote ambao wamesikia sauti, Mungu ishie milele Bwana, maana hatuwezi fanya jambo lolote pasipo wewe mpendwa dhamani Bwana. Fungua fahamu zao, fungua macho ya kiroho Baba, katika jina takatifu la Yesu Kristo mpendwa dhamani. Wacha mwalimu wa kweli ambao ni Roho Mtakatifu akaweze Baba kuwafundisha zaidi na kuwadhibitishia Bwana ya kwamba hakuna mwingine kando yako, mfalme wa ajabu, katika jina takatifu la Yesu Kristo. Tunawakabidhi mikononi mwako Baba, ukizidi kuwahudumia mfalme wa mbinguni na kuwafanyia kazi mpendwa dhamani, kwa utukufu wa jina lako mpendwa dhamani Bwana, hadi siku ambayo Baba utaturejesha mahali hapa tena kwa sababu ya ushuhuda wa neno lako, kwa utukufu wa jina lako mfalme wa ajabu. Tunakusifu na kukuinua, tunakubariki maana ni Mungu, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba hizi baraka na kuamini. Amen. Kwa hivyo Mungu awabariki sana katika jina la Yesu Kristo. Mahali hapa tunahisi huduma yetu imefikia mwisho. Kuanzia mwezi wa 3 wiki ya kwanza tutakuwa upande wa Witeidie kwa neema yake Mungu, pia tukaendelea kueneza hii habari pale. Na kama uko hapa na ungependa kutufuatilia, pengine tunaweza wasiliana, tutakuelezea mahali tutakuwa. Hatuko mbali, tutakuwa hapa tu upande wa Witeidie, na naamini ya kwamba Mungu ataweza kuwabariki. Na kama pia kutakuwa na swali lolote kuhusu kile tumehubiri, na sio kwa sasa hivi, tuko pale Royal Care Business Park, tunakukaribisha pale, maana hapo ndipo tuko na ushirika, ili tukaweze kushirikiana na kujadiliana na kuelimishana katika hii njia ya uzima, katika jina takatifu la Yesu Kristo. Kwa hivyo wapendwa wa Jomoko, Mungu awabariki sana, Mungu walinde, Mungu wahifadhi hadi siku tutakapopatana tena kwa utukufu wa jina lake. Na kama sio katika ulimwengu huu, katika ulimwengu huu mwingine, tupatane miguuni pake kwa utukufu wa jina lake. Kwa hivyo Mungu awabariki sana katika jina la Yesu Kristo. Amen. Shalom. Kama mchana kama ikifika hivi